Naam, karibu tena kwenye sehemu yetu ya pili ya taarifa za Dira ya Wiki. Leo kwenye makala ya shoka la KTN, mwanahabari Herman Kamariki anaangazia matatizo ambayo wanaopitia walimu hapa nchini, hasa walimu wanagenzi wa JS, baada ya tume ya kuajiri walimu nchini TSC kuwataka walimu hao kuongeza mkataba kwa mwaka wa pili. Karibu katika shoka la KTN. Leo wacha nianze na jambo ambalo linadra kidogo. Naomba director ukanipe picha ya rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Hebu nimpongeze Rais William Samoei Ruto, na anafaa kupewa makofi. Serikali yake imeajiri walimu 76,000 chini ya miaka mitatu ya uongozi wake. Huo sio mchezo bali. Na ahadi yake ya kuajiri walimu 1,100 kufikia mwaka ujao ni hatua ya kuonyesha kwamba wanaosubiri ajira kuna mwanga mbele. Ni jambo ambalo litaonekana. Kwa hivyo rais wetu, pokea hiyo tena. Lakini hapo hapo Wizara ya Elimu iache kupaka Wakenya mafuta kwa mgongo wa chupa. Waziri Julius Migos Ogamba na kikosi chake wanafaa kufahamu kuwa hii si Kenya mwaka 1960 bali. Wakenya wanafahamu uongo hata ukiufunga kwenye kifurushi cha ukweli. Hebu tufanye hesabu ya maisha ya mwalimu huyu wa JSS ambaye ni mwalimu anafahamika kwa Kiingereza kama intern. Anaajiriwa kwa kandarasi ya mwaka mmoja, na cha kushangaza ameongezwa tena mwaka wa pili aendelee kuteseka. Analipwa shilingi 17,000 kisha akatwe 7 au alipe fedha za nyumba shilingi 7,000. Anasalia na shilingi 10,000 tu. Umeme na maji 2,000. Usafiri wa kiwango cha chini kabisa hapa nchini 3,000 kwa mwezi. Vocha, simu na mambo mengine tuseme 3,500. Kinachobaki ni kipi? Chini ya shilingi 2,000. Huo ndio ukombozi wa mwalimu wa Kenya. Hizi 2,000 anafaa kujilipia pesa za matibabu, asaidie watoto wake na asaidie jamii yake. Na bado huyo mwalimu ndiye tunamtaka awe kielelezo cha jamii. Sisi tunachekelea walimu badala ya kuwasaidia. Afundishe kwa ari, afanye kazi kwa bidii, awalee wanafunzi kwa nidhamu, awashauri na azalishe kizazi cha kesho. Let's say so you have to pay type, that is 10%. If you do the 10%, it's about 1,700. You have to pay rent. In Nairobi, rent is actually expensive. So let's say you are living at a house of 7,500. Do the deductions. Now, you have not paid the utilities like water bill, electricity bill, and then also garbage collection. So when you do all that, you come to about 6,550. And yet you have not even eaten. Heshima ya walimu hapa nchini Kenya, tuseme kweli, imeporomoka. Walimu wetu wanateseka kuliko wanafunzi wanaowafundisha. Kisha serikali inatuambia haina pesa. Eti mishahara ya walimu itaongezwa kutoka katika kikapu kipi? Mtu anakaa kazini, ana stress ya mazingira ambayo anafanyia kazi. Pili, anakaa pale kazini, anaona mwenzake amepata barua ya kudumu. The President, sir, your advisors, whom you have made them to be so many in your office are earning more than 45,000 airtime allowance. We have not talked about entertainment and the rest. We are just requesting a confirmation. Lakini tunaambiwa na Waziri Julius Migos Ogamba kuwa wanafunzi hewa wapo zaidi ya 87,000 na shule hewa zipo 394 ambazo zishanyonya shilingi bilioni 1.1 mwaka huu pekee, na hiyo ni juu ya shilingi bilioni 3 miaka mitatu iliyopita. Fedha zinapita kwenye mikono ya watu wanaojulikana Ogamba. Na ripoti inaonyesha kuwa elimu imepoteza shilingi bilioni 12 kila mwaka hapa nchini. Wanafunzi hewa, walimu hewa, au shule hewa, au tuseme wale ambao wanapokea pesa pia ni hewa. Haya, sasa tufanye hesabu rahisi hapa. Kama mwalimu wa JSS au walimu hao wote ni 20,000, kila mmoja kama tungepata shilingi hizi bilioni 12, angeongezwa shilingi 50,000 kila mwaka, na hivyo angekuwa anapokea shilingi 67,000 kila mwezi. Huo ndio mshahara ambao wizi unawakataza, ufisadi unawazuia walimu wetu. Kwani hizo shule hewa ziko wapi Ogamba? Akaunti zinazopokea pesa hizo kwa majina ya nani? Na hao walioko kwenye majina hayo pia niulize, wao pia ni hewa au benki hizi ni hewa pia?
Kila mwaka tunasikia wabunge wakiongezewa posho, marupurupu na kila aina ya mapambo. Wanapokea zaidi ya walimu ili hali hawapo bungeni wakati wanahitajika. Hata mijadala hawahusiki. Kazi yao kubwa ni kupiga kura za vyama na kuonekana kwenye kamera. Hawa ndio wanaolipwa zaidi kuliko wale wanaosimamisha taifa. Elimu imeporomoka kwa sababu walimu hawathaminiwi. Walimu wanastahili heshima, wanafunzi wanastahili elimu bora, sio bora elimu. Na Wakenya wanastahili serikali inayoheshimu pesa za umma, si serikali inayolinda waharamu wa fedha za shule. Na hapo ndipo shoka la KTN linatua. Jina langu ni Haman Kamariki na mimi nimefundishwa na walimu pia.